Ajenda kuu tutakayojadili kuanzia leo, kuangalia yaliyomo kwenye ilani tunayokwenda kuinadi kwa wananchi katika uchaguzi ujao. Itakumbukwa kuwa katika kutekeleza jukumu lake la kikatiba lililoainishwa chini ya ibara 103 kifungu kidogo cha 4 ya Katiba ya Chama cha Mapinduzi, Halmashauri Kuu ya CCM Taifa katika kikao chake kilichofanyika Dodoma tarehe 10 Machi mwaka huu, pamoja na mambo mengine, ilipokea na kuthibitisha ilani ya Chama cha Mapinduzi, ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi kwa mwaka huu. Hivyo basi, kesho tutafanya uzinduzi wa ilani tutakayokwenda kuinadi kwa wananchi ili watupe imani na ridhaa, ya kuturudisha kuendelea serikalini katika kipindi kingine cha miaka mitano. CCM oyee! Niwahakikishie kwamba ilani ya Chama cha Mapinduzi ya uchaguzi mkuu hii tunayokwenda nayo imeandaliwa kwa weledi mkubwa, vile imeandaliwa na kuwashirikisha wananchi wenyewe, asasi za kiraia, taasisi za elimu ya juu na wadau wengine wengi kutoka makundi mbalimbali ya kijamii. Aidha, ilani yetu imeainisha vipaumbele vya chama ambavyo muda utakapowadia vitawekwa bayana hapa. Ndugu wajumbe wa mkutano mkuu, kama mnavyofahamu, ilani ya CCM ya uchaguzi mkuu ya mwaka 2025 ile iliyopita tunayomalizia iliakisi kipindi cha kwanza cha miaka mitano utekelezaji wa mwelekeo wa sera za CCM katika kipindi cha miaka 2020-2030. Hivyo ilani ya uchaguzi mkuu ya mwaka huu 2025 inaakisi kipindi cha pili na cha mwisho cha utekelezaji wa mwelekeo wa sera za CCM katika kipindi cha mwaka 2020 hadi 2030. Hivyo, kabla hatujaendelea mbele, tumeona ni muhimu kabla hatujaiwasilisha ilani hii kwenu, tumeona ni muhimu tufanye tena mapitio ya utekelezaji wa ilani iliyopita kwa miaka mitano, na ndiyo kazi tutakayoifanya leo, na kesho tutawasilisha ilani hii tunayokwenda nayo ina vitu gani ndani na tutaizindua rasmi. Matarajio yangu ni kuwa baada ya kupokea taarifa za serikali za utekelezaji wa ilani ya CCM ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2020-2025 pamoja na uzinduzi rasmi wa ilani ya uchaguzi mkuu hii mpya, wajumbe wote wa mkutano mkuu huu